Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imesema itaendelea kuhakikisha wananchi wanapata elimu ya kuhakiki stamp na kukagua bidhaa ama vinywaji kabla ya kutumia, kwani inasaidia kuokoa upotevu wa mapato ya kodi na pia inaongeza pato la taifa nchini. Hayo yamesemwa leo Mei 28, 2025 na Hosea Kidasi, mwakilishi wa kamishna wa kodi za ndani mamlaka ya mapato Tanzania TRA, wakati akiongea na wahariri pamoja na waandishi wa vyombo mbalimbali vya habari, ambapo amesisitiza ya kwamba semina kwa wahariri na waandishi wa habari husaidia kuongeza chachu kwa wananchi juu ya nafasi yao katika kutatua changamoto za kukwepa kodi. Mimi ni Bakari Chijumba. Nia kubwa ni kuwapa uzoefu na uelewa kuhusiana na masuala ya kodi, hasa kodi hizi ambazo ni za issue za electronic tax systems, kwa sababu kuna matatizo mengi yaliyoko hapo, lakini wengi wa Tanzania hawaelewi hasa changamoto zipi zilizopo. Lakini pia kuna fursa katika namna ya kutatua hizo changamoto. Kupitia semina yetu ya leo, tunaamini tunajenga uwezo wa uelewa kuhusiana na masuala haya ya ETS, na pia kama kuleta chachu kwa waandishi wa habari pamoja na wananchi kwa ujumla kujua nini sasa kilichoko pale na nafasi yao katika kutatua tatizo hili kwa niaba ya Watanzania na kwa niaba ya mamlaka ya mapato Tanzania. Kwa hiyo nitumie fursa hii pia kwa niaba ya mamlaka ya mapato Tanzania kutambua jitihada za walipa kodi wetu katika ulipaji wa kodi. Tunawashukuru sana, kodi zetu zimekuwa zikifanya vizuri zaidi, wananchi wamekuwa wakipata mwamko zaidi, na kila siku zinavyosogea tunaona improvement katika makusanyo yetu ya kodi ya mapato. Na ndio maana sasa katika kulifanya hili swala kuwa endelevu, tumeona tuna haja ya kuwashirikisha wananchi wengi zaidi kupitia jukwaa hili la waandishi wa habari. Hawa kama waandishi wa habari na wao waone nafasi yao katika kuchangia mapato ya taifa, lakini nafasi yao pia ya kuanza kuangalia, kwa mfano kuna hii changamoto ya stamp fake. Ukiangalia hapa tumetengeneza document muhimu ambayo inazungumzia ni namna gani ya kutambua stamp ambazo si sahihi na hatua gani za kuchukua baada ya kugundua hilo. Kwa hiyo hili ni la kwanza kwa waandishi wenyewe. Lakini cha pili ni muendelezo wa ushirikiano wetu na waandishi wa habari, ambapo kupitia kwao wananchi watapata taarifa sahihi zaidi za kodi, na kwa namna nyingine wataweza kushiriki kwa hali ya juu zaidi katika ulipaji wa kodi. Sisi katika kutoa stamp zetu ziko secured, na hizi incidents za stamp fake ni incidents ambazo ni chache sana, kwa sababu mfumo wetu uko tight na unafanya kazi katika mazingira ambayo sio rahisi mtu kufoji. Na kama tulivyokuwa tunaeleza katika wasilisho, ni kwamba tunatumia security features ambazo utakileta kitu fake unaweza kutambua. Kwa hivi ni tatizo linaloonekana kuna watu, kwa sababu najua hii biashara kuna wengine wanatumia kama ni fursa, kama njia ya kukwepa kodi. Tija ya kuandaa stamp fake ni kukwepa kodi. Kwa hivyo ni kitu ambacho sisi kama SICPA ambao tunatafuta solution katika maeneo yetu imekuwa ni tight, hakuna mpenyo mkubwa. Kwa hivyo wale wanaotokea kutengeneza fake pia kwa kushirikiana na TRA wanabainika na kuchukuliwa hatua kama ambavyo sheria inataka. Sisi kama TRA, idara ya elimu kwa mlipa kodi, tutahakikisha kwamba wananchi wote wanaenda kuelimishwa kuhusu umuhimu wa kupakua hii application ya hakiki stamp au wa kukagua vinywaji vyao, viburudishi vyao kabla hawajavitumia. Lakini pamoja na kugundua kwamba vinywaji hivi vikiwa viko salama, hata pia kwa afya zao itakuwa salama. Na ikumbuka kwamba Watanzania wengi tuko mipakani. Kuna vinywaji, kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinaingia kutoka nje. Tukishamuelimisha mwandishi wa habari, naamini kwamba hii elimu ikifika hata kule mipakani, ni rahisi hata kwa wananchi wakigundua hizi bidhaa ambazo ziko fake kututaarifu sisi mamlaka ya mapato Tanzania. Na ikumbuke kwamba stamp hizi za kodi ndio pia zimekuwa ni chachu mojawapo ya kuongeza mapato hapa Tanzania. TRA tumekuwa tukivuka malengo kuanzia mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 4, na tunategemea kwamba hata mwezi wa 6 huu tutaenda kuvuka malengo. Lakini sehemu mojawapo ni kodi zinazotokana na hizi bidhaa, ushuru wa bidhaa. Ushuru wa bidhaa unatokana na nini? Na hizi stamp za kielektroniki za kodi.